Usiku mmoja mzito, taa za barabarani zikimulika kivuli cha dada mmoja aliyesimama pembeni akijiuza ili apate chakula cha kesho. Gari moja lilisimama, dirisha likashushwa taratibu. Mwanaume ndani ya gari akamtazama yule dada kimya kimya, wala kusema maneno mengi. Akamwambia tu, "Ingia." Sista huyu akapanda ndani ya gari akijua wazi kile kinachofuata. Wakaenda wakafika chumbani. Kimya kilitawala kwa sekunde chache, na mwanamke akaanza kujitayarisha kama alivyozoea. Yaani akaanza kutoa nguo zake. Lakini ghafla yule mwanaume akasema kwa sauti ya utulivu, Subiri kwanza." Akasogea karibu, si kwa tamaa, bali kwa kitu ambacho yule dada hakuweza kukielewa mapema. Kisha yule jamaa akamwambia yule dada, "Hivi unajua kuwa Mungu anakupenda?" Huyu dada akashtuka. Hilo halikuwa swali alilotarajia kusikia mahali pale. Yule jamaa akaendelea kuzungumza. Maneno yake yakawa tofauti sana na vile alivyotarajia yule dada. Maneno yake yakawa ya uzima na yakawa ya tumaini. Ndipo akasema ukweli wake, "Mimi ni mchungaji." Ukimya mzito ukaingia chumbani. Machozi yakaanza kumtoka yule mwanamke. Kwa mara ya kwanza mtu yule hakuonekana tena kama chombo mbele za yule mwanamke, bali kama mtu mwenye thamani. Usiku ule haukuwa usiku wa dhambi, ulikuwa mwanzo wa ukombozi wa yule dada. Siku zikapita. Mwanamke akabadili maisha yake kabisa, baada ya kujua ya kuwa Mungu anampenda na tena anachukizwa na ukahaba wake. Hivyo akaamua kuziacha zile njia mbaya, akaamua kuingia kwenye maisha mazuri yanayompendeza Mungu. Basi yule mwanaume aliyekuja kama mteja akawa mwongozo wake wa kiroho wa kumfundisha nini yaliyo mapenzi ya Mungu. Maisha yakaenda, siku zikapita, urafiki miongoni mwao ukatawala. Wakawa moja kati ya mabest friend sana wanaopendana, na baadaye bwana wa watu wakaja kuoana. Historia zinabadilika bwana, kutoka kuwa danga mpaka kuja kuwa mke wa mchungaji. This is a big stolen message. Nini tunajifunza mpenzi msikilizaji wa Sauti ya Nuru Gizani? Mungu anaweza kukutana na mtu hata mahali ambapo hakuna anayetarajia, na ana uwezo wa kuibadilisha hadithi yake kabisa milele. Hii ni ya kwako pia. Kama unajiuza, badili mtazamo. Unaweza kuwa mwalimu mzuri wa baadaye, kuwafundisha wengine kuziacha njia za uovu za ukahaba. Mungu anakupenda. Lakini kama una ndugu yako na rafiki yako, mtie moyo kwamba anaweza akawa mtu mzuri sana, akayaishi mapenzi ya Mungu. Mimi ni msimuliaji wako, ninaitwa William Charles. Bye. Paka makala nyingine tena. Kama umependa, subscribe, share, like na comment pia. Mungu akubariki sana. Amen.